huwezi kuiona klabu inafanya vizuri. Hata mataifa hayo unayaona yanafanya vizuri kwa sababu kunakuwa na perspective ya aina ya uchezaji wa mpira. Tunapozungumzia DNA, national philosophy, tunazungumzia club philosophy, tunamaanisha kwa maana kwamba soka la klabu fulani linakuwa na utaratibu wa uchezaji wa aina fulani. Hiki ndicho ambacho kinatengeneza falsafa. Na bahati nzuri, moja ya watu ambao wanashikilia rekodi ya kutengeneza falsafa iliyokaa kwa muda mrefu na mpaka leo inatumika ni timu ya taifa ya Brazil. Kwa wao wakati immigrant wa Uingereza mwanzoni mwa karne ya 19 walipokwenda kule, ndio walikwenda kuchora viwanja na kuanzisha football, lakini mwanzoni huko ndiko ilikwenda kutengenezwa falsafa ya attacking style, style ya kushambulia kwenye soka ambalo lilikuwa linategemea vitu vitatu. Moja, creativity. Brazil wanatumia ubunifu. Mchezaji lazima awe mbunifu mkubwa sana ili uweze kufanya vizuri. Ndio maana wachezaji wa Brazil wengi yani ukiwaangalia macho hayatulii. Ni wachezaji ambao ni wabunifu, ndio maana wamepita wachezaji wazuri sana kwenye taifa hilo wakiwemo akina Pele, wachezaji ambao walikuja mwanzoni mwa karne ya 20 wakafanya vizuri. Wamepita akina Zizu, miongoni mwa wachezaji akina Zico, wachezaji ambao walifanya vizuri kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil, na wakapita wachezaji wengine wengi hapa, wakina Zagallo, wakina Romario, wakina Ronaldinho, wakina Ronaldo Dirima, wamepita wakina Kaka na wengine tumeangalia wakina Robinho. Baadaye tumekuja kwenye kizazi hiki ambacho kimekwenda kumalizika cha mtu kama Neymar Junior Jr. Kwa hiyo falsafa zinatengenezwa, na ikishatengenezwa falsafa, mwalimu anayekuja anatakiwa kuja kumachi ile falsafa, kwa sababu wachezaji, kwa nini falsafa inaanza kwanza kuliko mpira wenyewe? Kwa sababu wachezaji wanaosajiliwa kwenye vilabu wanasajiliwa kulingana na falsafa ya timu. Ndio maana sasa philosophy kwenye mpira ni moja ya kitu cha muhimu sana ili kutengeneza mazingira bora ya taifa kuwa imara na kuwa bora zaidi. Pasipokuwa na falsafa, manake taifa haliwezi kwenda vizuri ama klabu hakiwezi kwenda vizuri. Sasa kwa Dar es Salaam Young Africans, falsafa inawapa jambo gani? Inaweza ikawasaidia ama ina msingi wa mazingira ya kiwango gani? Mazingira ya kufuata falsafa inaondoa uwepo wa kubadilisha walimu mara kwa mara kwenye timu. Unapokuwa na falsafa ambayo ni nzuri, ni basic, unaondoa mazingira makubwa ya kubadilisha walimu mara kwa mara kwenye club. Na hii mara kadhaa imekuwa ni nzuri sana, kwa sababu utakuta sasa mwalimu ambaye amekuja ana meet standard. Dar es Salaam Young Africans wamepita walimu wengi sana, lakini hao walimu ni walimu wachache sana. Yaani kila mtu akija anakuja na kama na kafalsafa kake. Atakuja atatengeza mpira huu, mwingine atataka matokeo tu acheze vizuri, anakuja anaramikiwa. Kuna walimu wengi sana wamepita. Uwezo ukawataji ukamaliza. Kina Romain Folz wamepita pale, miongoni mwa walimu ambao walifanya kazi yao, wanachezesha pila fulani hivi ambalo wananchi wanakuwa hawalielewi, lakini wamepita walimu wengi sana ambao ukiangalia namna uchezaji timu inakuwa inabadilika kila mwalimu akija. Kwa hiyo falsafa ni club football roadmap, ni ramani ya mpira wa klabu ambayo ni lazima timu ifuate. Sasa bahati mbaya siku hizi falsafa inaasiliwa na kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa modern era. Modern era sasa, kwa maana mapinduzi ya mpira wa siku hizi, football imekuwa ni science. Kuna walimu hawatumii falsafa, wanakuja wanabadilisha mifumo ama wanabadilisha mifumo ya uchezaji ndani ya timu, halafu ile mifumo inampa matokeo, kwa sababu taasisi inataka matokeo, inamwamini mwalimu. Mfano, timu fulani inaweza ikawa inapiga mpira wa pasi nyingi ama mpira wa long pass, mwalimu anakuja anabadilisha, anakuwekea mshambuliaji mmoja viungo watano, na yule mshambuliaji mipira yote anapelekewa yeye. Akiwini kufunga mechi 3 mfululizo, mwalimu anajikuta amebadilisha mbinu za kisayansi na ameperform. Uongozi unasema mwalimu anafaa, kwa sababu ameintegrate system ya mpira wa kisasa. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukakuta timu nzima ikiwa inajilinda, kumbe ina buy time. Okay. Ukahisi kwamba watu wanajilinda, kumbe wana buy time. Mkishapungua mbele, wana watu 2 3 wanaweza kapiga counter press wakawafunga goli. Asante.